Mungu mwenye enzi, Baba mtakatifu, Baba, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, mioyo yetu inabubujika furaha, mioyo yetu ina amani na wewe Mungu wa milele. Bwana, tazama, tulipita katika misitu minene iliyokuwa na majoka ya kutisha, iliyokuwa na wanyama wakali, lakini Bwana, uso wako ulikuwa pamoja na sisi, na ndio maana tuko mbele za uso wako tena kukushukuru. Tuko mbele za uso wako kukurudishia heshima na adhama kwa ajili ya ukuu wako. Ndipo Mwokozi, niliye mtumishi wako, e Bwana, ninalinua kanisa hili na mtaa wa Ngara, Nairobi. Ninawaleta katika madhabahu yako yenye neema. Naomba, e Mungu, uwasaidie watoto wako, ili Mungu, wanapoanza mwaka huu mpya, tunawasimika katika mikono yako yenye neema. Na we Baba, tunakuomba uwae watoto wako hawa, ili Mwenyezi, we mwenyewe mkamilifu na mwaminifu, uwaongoze daima katika kicho cha jina lako. Naomba watu hawa watakaswe na ile kweli, na neno lako ndio kweli. E Mungu, uzima ule wa milele ulowajalia, watembee katika uo daima. Katika hatua ya kwanza walioanza siku ya leo, kuanzia ule usiku tulipoadhimisha tarehe ya kwanza, Yesu, yale yote machungu yaliyotupata mwaka wa jana, naomba e Bwana uyapokee na utuondolee yale yote yaliyokuwa magumu, ili tupe kuwaza yaliyo mapya. Asante Yesu kwa ajili ya neno hili la Mungu ambalo litapita katika fahamu zetu. Naomba e Bwana lipate nafasi katika mioyo yetu, ili neno hili ambalo ni la kwanza katika mwaka huu katika ibada takatifu, Bwana, liwe chanzo, liwe maarifa, liwe neno ambalo litatuongoza katika hatua zote za maisha. Na waleta wakubwa na wadogo mbele ya madhabahu yako, wale wote wenye maradhi ambayo yamewapa hofu na wasiwasi. Wewe Yesu unaweza kuondoa, unaweza kubomoa viambaza, unaweza kuvunja miamba. E Bwana, pita na uweza wako na nguvu zako, ukawagange wale wote wenye madhaifu na magonjwa, wenye kukata tamaa kwa ajili ya uchumi, kwa ajili ya mazao yaliyoangamia na kufa mashambani, wanaowaza habari za watoto wa shule na mambo mengine mbalimbali, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. E Bwana, tunakusina kukuomba utubebee mizigo yetu hiyo, utubebee Mungu wa milele, na hata madhaifu yetu. Wale wote ambao walitembea kwa kushindwa, wakaogolea katika dhambi na maasi, Mungu wasaidie, ili waanze maisha mapya katika wewe na watembee katika wewe, katika jina la Yesu Kristo, Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Wapendwa wa kanisa, neno ambalo tumepewa katika kalenda yetu ni kutoka kitabu cha Kutoka mlango wa 40. Kitabu cha Kutoka mlango wa 40. Asanteni sana, praise. Mstari wa 34. Ninasoma katika jina la Yesu. Ninasoma katika jina la Yesu. Ndipo lile wingu likaifunikiza hema ya kukutania, na huo utukufu wa Bwana ukaijaza maskani. Wala Musa haweza kuingia hema ya kukutania, kwa sababu ile wingu lilikaa juu yake, na huo utukufu wa Bwana ukaijaza maskani. Na hapo lile wingu
lilipoinuliwa kutoka juu ya maskani, wana wa Israeli wakaenda mbele katika safari zao zote. Bali kama lile wingu halikuinuliwa wakati ule, hawakusafiri hata siku ile lilipoinuliwa tena. Kwa maana lile wingu la Bwana lilikuwa juu ya maskani wakati wa mchana, na mlikuwa na moto ndani yake wakati wa usiku, mbele ya macho ya nyumba ya Israeli katika safari yao. Amen. Na tukae. Nimepita ulimwengu, ulimwengu ni mzuri, lakini natamani ulimwengu mwingine. Nimeona watu wengi utafuta daima maisha yao yote ndio tabu na shida. Kanisa la Bwana, ninawasalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Ninasema Bwana Yesu Kristo asifiwe. Herini ya mwaka mpya. Maneno haya ambayo nimeyasoma, naomba yatanguliwe kidogo na yale maneno ambayo niliyahubiri jana. Wapendwa, jana tulipewa neno linalo toka Injili ya Luka 17, habari za wakoma 10 ambao Yesu Kristo aliwaponya. Nilisema kwamba hawa watu walikuwa na dhiki, walikuwa na shida, kwa sababu kwa desturi ya wakati ule ugonjwa wa ukoma ulikuwa ni ugonjwa hatari sana, na wale ambao walikuwa na hili tatizo la ugonjwa wa ukoma walitengwa na jamii. Ndio maana hata hawa wakoma 10 walikuwa mbali na familia zao, walikuwa mbali na jamii nzima ya wanadamu. Lakini la kushukuru, walimjua Yesu. Na walimjua Yesu kwa sababu tunaona katika lile neno, walipomwona Yesu walitambua kuwa Yesu amebeba uponyaji, amebeba maisha yao, amebeba mahitaji yao, kama ambavyo leo sisi tunatambua kwamba Yesu Kristo huyu amebeba hatima ya maisha yetu. Yesu amebeba hatima ya maisha yako, amebeba hatima ya maisha yangu. Kwa ndio maana kwa mbali walipomsikia tu wakasema, Yesu Bwana mkubwa, uturehemu. Yesu Bwana mkubwa, utusaidie. Yesu aliwasikia. Yesu Kristo akawasaidia. Na tena anawajaribu, anawaambia nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Kwa na maana walikuwa watu wenye imani, manake walipokuwa njiani, Biblia inatuambia walitakasika. Ule ukoma uliwaisha, uliwatoka. Kwa na maana kulikuwa na imani ambayo ilibeba uponyaji wao na wakapona. Lakini ili tuende haraka, nachotaka tukione, walikuwa 10. Biblia ikasema yule mmoja akarudi. Mmoja alitambua kwamba ametendewa, hakujitendea yeye, alitambua kwamba ametendewa. Lakini hawa 9 inawezekana walipuuza tu, wakaona kitu cha kawaida tu. Na huyu mmoja anapoenda kwa Yesu Kristo anamuuliza swali,
Ambia, je, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wako wapi? Wale 9 wako wapi? Wapendwa kanisa la Mungu, daima tunapokosa shukrani kwa Mungu, inawezekana wakati mwingine ni kwa ajili ya kijinga tu, au kwa sababu ya kiburi, au kwa sababu ya nguvu, au kwa sababu ya hali yoyote. Manake unajua, kila jambo lenye mafanikio katika maisha yako, jambo lolote lenye mafanikio katika maisha yako, aliyetenda ni Mungu. Na hilo unatambua kwamba aliyetenda ni Mungu. Lakini unapokuja wakati wa kutumika, Mungu anapohitaji umtumikie, na si kwa ghafla, kwa sababu Mungu ameagiza tangu mwanzo kabisa. Sasa anapohitaji umtumikie, sababu zinakuwa nyingi. Na wasi katika Bwana kwamba kwa mwaka huu isiwe hivyo, na tusitumike kwa sababu ya agizo la kanisa. Tusitumike kwa sababu kanisa limeagiza jambo fulani, lakini tutumike katika imani, tukijua kwamba huyu Bwana Mungu Mwenyezi ndiye aliyetuwezesha. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Naomba nizungumzie ile somo ambalo nimelisoma, na nitaomba mniruhusu niende hatua kwa hatua ili myaone maisha ya wana wa Israeli, mahali walipofanya vizuri na mahali walikokosea na mahali walipofika, ili na sisi tujue kwamba tunaenda hivyo hivyo katika maisha yetu ya Ukristo, na hasa tunapoanza mwaka huu. Hili taifa kwanza lilikuwa ni taifa takatifu la Mungu, taifa ambalo Mungu kwa mkono wake mwenyewe aliwakomboa. Na Mungu aliwakomboa kwa njia gani? Ukisoma katika kile kitabu cha Kutoka mlango wa 2 mstari wa 23, maneno ya Mungu yanasema hivi. Anasema, hata baada ya siku zile nyingi mfalme wa Misri akafa, wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa, wakalia, kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akakumbuka agano lake alofanya na Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Mungu akawaona wana wa Israeli, na Mungu akawaangalia. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Wako utumwani, na huyu mtawala wa kwanza aliyemtambua Musa, waliishi maisha ya raha, wakala, wakanywa, wakafurahi. Tukaambia yule Farao ama yule mfalme akafa. Alipokufa akasimikwa mfalme mwingine aliyetawala lile taifa, akaanza kuwatesa wana wa Israeli. Wakaanza kufanyizwa kazi ngumu, kazi za kubeba matofali, kazi za kujenga yale mapiramidi ya Misri. Wakapata mateso na misukosuko, lakini wakamlilia Bwana. Bwana akasikia kilio chao, Bwana akawaona, Bwana akawahurumia, Bwana akashuka ili awasaidie. Bwana akashuka ili
awasaidie. Mlango ule wa 3 na ule mstari wa 7, neno la Mungu likasema, Bwana akasema, hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao, nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema. Mnamwona Mungu yeye mwenyewe anavyojieleza, yeye mwenyewe anavyosema, yeye mwenyewe anavyowahurumia. Anasema hakika ameyaona mateso yao. Hawa watu wakaenda, Mungu amewasikia, Mungu ameona mateso yao, Mungu ameamua kuwasaidia. Na ukiendelea mbele mpaka ule mlango wa 12, unaona yale mapigo yanatokea. Pigo la mwisho linakuwa ni la kufa kwa wazaliwa wote wa wanadamu na viumbe wote. Ndipo moyo wa Farao uliposhuka. Ndipo Farao akaamua sasa niwaachie wana wa Israeli. Lakini baada ya kuachia akafika akatafakari, ona kwa nini niwaachie? Akaagiza majeshi pamoja na yeye mwenyewe wawafukuzie nyuma. Lakini Mungu akawavusha bahari ile ya Shamu, ambayo pale kwenye bahari ulikuwa ni mtihani mgumu. Manake mbele wanaona maji, nyuma wanaona jeshi la Farao na Farao mwenyewe, lakini upande na upande ni mwinuko, mlima mrefu ambao wasingeweza kukwea. Swali kwako, mwaka huu uliopita ni mara ngapi umemlilia Mungu? Sisi wenyewe hapa kanisani tumekaa tukamwomba Mungu sana. Tukaomba Mungu kwa ajili ya mambo mbalimbali. Tukaomba kwa ajili ya magonjwa, tukaomba kwa ajili ya ukame na mvua, tukaomba kwa ajili ya vitu vingi, kwa ajili ya amani ya nchi, tukaomba kwa ajili ya uchaguzi mkuu. Tumemwomba Mungu mambo mengi, na mengi ya hayo tuliomwomba Mungu yakatokea. Umefika leo kumshukuru Mungu kwa kumaanisha, ama ni kwa vile labda tumewagawia bahasha za mahitaji na ambazo tumesema ziambatane na sadaka? Kama hujajiandaa, usirudishwe bahasha leo, kajiandae. Kama labda una kabuku kalikuwa kamesaza mfukoni, unasema ndiko hapo naweka. Kanisa, kuna wakati mwingine tunaweza kufanya vitu tukidhani kwamba tunafanya kilete baraka, lakini hakilete baraka. Hatufanyi mambo ya Mungu ili tuonekane. Hatufanyi mambo ya Mungu ili kuwapendezesha watumishi. Tunafanya mambo ya Mungu ili Mungu atusaidie. Na hebu mwaka huu tufanye mambo ya Mungu kwa imani, tukitarajia kwamba Mungu ni mwaminifu. Jambo la pili, hebu tuone kigeugeu cha wana wa Israeli. Tuone, je, na sisi tunacho hicho kigeugeu? Fungua Biblia yako Kutoka mlango wa 14. Naomba lisomwe na msharika. Kigeugeu cha wana wa Israeli ambacho kinaweza kuwa kigeugeu chetu sisi wanadamu. Mlango wa 14, mstari wa 11 mpaka 16. Aliona asimame asome. Washarika, Bwana Yesu asifiwe.
Fungua Biblia, simama usome Kutoka 14 mstari wa 11 mpaka 16. Amen. Kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri, umetutoa huko ili tuke jangwani. Mbona umetutendea haya kututoa katika nchi ya Misri? Neno hili silo tulilokuambia huko Misri, tukisema tuache tuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali kuwa tumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaofanyia leo, kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania nanyi mtanyamaza kimya. Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Nawe inua fimbo yako, kanyoshe mkono wako juu ya bahari na kuigawanya, nao wana wa Israeli watapita kati ya bahari katika nchi kavu. Amen. Wapendwa kanisa, kama mmenifuata, fatana na mimi. Hawa watu wamemlilia Mungu, wamemlilia Mungu. Mungu amewajibu. Mungu amewaambia, nimesikia kilio nami nitashuka niwasaidie. Mungu ameshuka, wametembea na Mungu, wameenda wamekutana na bahari. Mungu amewavusha kwa wema wake. Wameona Waisraeli wakiangamia kwenye maji, lakini wanaposogea mbele, maneno ndio haya wanamwambia Musa ambaye ni kiongozi. Wanamwambia, wanamlaumu, wanamwambia, tukukwambia kwani Misri hakukuwa na chakula? Kwani hakukuwa na makaburi? Kwani hakukuwa na hiki na kile na kile na kile? Fundisho kwa viongozi, fundisho kwa watumishi. Wanadamu ni vigeugeu. Unaweza ukawatendea mema ya kila namna, lakini mwisho wakaenda mbele, wakarudi nyuma, wakakushutumu mzee wa kanisa, wakakushutumu mwenyekiti wa jumuiya na kiongozi. Umekesha kwa ajili yao, umejitoa kwa ajili yao, umeumia, umefanya uinjilisti wa nyumba kwa ajili yao, lakini mwisho wa siku hawa wanadamu ambao ni kigeugeu watakugeuka. Fundisho. Musa hakuambatana na wao katika mawazo na nia yao ovu, wala hajawalaumu. Hakuwalaumu, maana alijua kwamba hawa ni wanadamu wenye kigeugeu. Anawaambia, tulieni muone wokovu wa Bwana, tulieni mumone Bwana. Lakini kwa nini? Kwa sababu Musa alikuwa amejiunganisha na Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa na mahusiano na Mungu, kwa aliamini kwamba Mungu anatenda. Kwa anawaambia, tulieni muone ukuu wa Mungu, muone mkono wa Mungu, muone atakachowatendea Bwana. Kigeugeu cha mwanadamu. Lakini kile kigeugeu ukienda mbele, kwa kupuuza kwao, kwa kupuuza kwa wanadamu, tunakopuuza mambo ya Mungu, walitangatanga jangwani miaka 40. Na wale ambao wametembelea maeneo hayo wanasema ni mahali pafupi tu, pa wiki chache, lakini miaka 40 walitangatanga jangwani, wasijue mahali pa kutokea. Kwa hiyo tunapopuuza mambo ya Mungu, tunaponungunikia mambo ya Mungu, inawezekana ukatangatanga muda mrefu sana na usitoboe. Kama ni maisha yote ambayo umeweka mpango wote wa maisha yako, lakini mambo ya Mungu huyazingatii, wala mambo ya Mungu hayana maana katika maisha yako, unaweza ukatangatanga miaka mingi, ukakuta wenzako wanakupita tu,
wenzako wana maisha mazuri, lakini kumbe wewe ni kwa sababu ya manunguniko na kigeugeu na kushutumu kila mara, kunena maneno mabaya kwa Mungu, kunena maneno magumu kwa viongozi, kunena maneno magumu kwa watumishi. Maanake unapotunenea mambo magumu, tunapoenda kutulia, tunasema na Mungu kwamba Mungu, hivi Mungu, katika jambo hili kosa langu ni nini? Katika jambo hili ambalo nimehimiza kanisa kwamba watu watoe michango wa kujengea kanisa, wa kujengea ukuta, walinakishi kanisa lako, nyumba yako takatifu, Mungu, kosa langu ni nini? Jambo jingine katika somo hili, wakati wale wana wa Israeli wanaelekea kule Kanaani, walitumwa wapelelezi, na wale wapelelezi waliporudi walileta habari mbaya. Walileta habari mbaya, na habari walizolileta walisema kwamba kule kuna mijitu mirefu, mijitu yenye nguvu. Kwa hiyo wale watu wakafika mahali wakachoka, wakakata tamaa. Na ndio maana ule mlango wa 33 ule mstari wa 11, mlango wa 33 mstari wa 11 anasema, naye Bwana akasema na Musa uso kwa uso, kama vile mtu asemavyo na rafiki yake. Kisha akageuka akarejea hata marangoni, bali mtumishi wake Yoshua mwana wa Nuni, naye ni kijana, hakutoka mle hemani. Musa akamwambia Bwana, angalia, wewe waniambia wachukue watu hawa, nawe hukunijulisha ni nani utakaye mtuma pamoja nami, walakini umesema na kujua jina lako, nawe umepata neema mbele zangu. Basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako. Musa anambia nionyeshe njia zako, nipate kukujua, ili nipate neema mbele zako. Ukumbuke ya kuwa taifa hili ndilo watu wako. Akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Bwana Yesu asifiwe. Ndi maombi yangu na yawe maombi yetu sisi sote, kwamba pamoja na kwamba inawezekana una hofu, inawezekana ni ya kiuchumi, unapoangalia hali ya hewa jinsi ilivyo kwa baadhi ya maeneo, inawezekana unamwambia Mungu, nitavukaje? Na kesho kutwa sijui tarehe ngapi shule zinafunguliwa, napotazama naona giza, sioni nuru, sioni namna ya mafanikio, sioni namna ya kuishi. Na kusi katika Bwana, usikate tamaa. Yaangalie maisha ya Musa, pamoja na vitisho, pamoja na kuambiwa kwamba kule kwenye lile taifa, nchi ya ahadi, hakuingiliki, lakini anasema na Bwana kwa ukamilifu. Anaambia nionyeshe na kuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, nionyeshe. Mungu anamwambia hakika uso wangu utakwenda na wewe. Kanisa la Mungu, hebu tuombe kwa imani, tumsihi Bwana kwamba pamoja na hali yoyote ngumu iliyopo, lakini Bwana, ninakuomba uso wako uende pamoja na mimi. Na katika hili neno la mahubiri tunamwona Bwana kwamba Bwana anaandaa wingu linawaongoza wana wa Israeli mchana, na usiku wanaongozwa na nguzo ya moto katika lile wingu. Kwa Mungu anajifunua kwao, Mungu anajidhihirisha kwao. Na anasema Mungu alishuka
na utukufu wa Mungu, utukufu wa Bwana ukajaza maskani. Shida yetu ni kupuuza, na shida ya pili ni imani. Kupuuza njia za Mungu, kupuuza mambo ya Mungu, kuyachukulia mambo ya Mungu katika taratibu na desturi zetu. Lakini kama haya mambo ya Mungu tutayachukua katika imani, kwa maana ya kumaanisha kama Mungu alitembea na Israeli, kama Mungu alidhihirisha utukufu wake kwa Musa na wana wa Israeli, kwa nini asidhihirishe kwetu? Kwa nini utukufu usionekane kwetu? Na kusi katika Bwana, hebu umba imani, ondoa mashaka, ondoa kuona kwamba mapito yaliyokuwa mbele yako ni magumu. Hebu yaondoe ili Bwana aingie. Maana wanasema ule utukufu wa Bwana ulioshuka, Musa hakuweza kuingia katika lile hema la kukutania kwa sababu ya ule uwepo wa Bwana. Ule uwepo wa Bwana ukaijaza ile maskani. Uwepo wa Bwana utajaza maisha yako. Uwepo wa Bwana utajaza maisha yako. Sema amen. Uwepo wa Bwana utajaza katika familia yako. Uwepo wa Bwana utajaza hata ili kanisa la Mungu. Litakuwa kanisa ambalo lina nguvu ya pekee, kanisa lenye maendeleo, na Bwana ataonekana. Tumsihi Bwana kila mara kwamba atusaidie, aondoe madhaifu yetu, aondoe kushindwa kwetu. Anasema kwa maana lile wingu la Bwana lilikuwa juu ya maskani, na lile wingu kipindi ambacho alipo, wale wana wa Israeli walitulia, hawakweza kwenda. Na ni hakika kama unatembea bila Mungu utajikwaa sana na utaanguka sana, kila mahali utaanguka. Wapendwa kanisa, tumsihi Mungu atusaidie ili kama hawa watu walivyopita katika mapito magumu, hayo mapito yetu ya mwaka uliopita, Mungu atubebee na Mungu atusaidie. Ni maombi yangu na yao maombi yetu sisi sote, kuwa uso wa Mungu uende pamoja nasi. Engare Nairobi, engare kijito cha maji ya uzima.